Kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amechapisha bandiko jingine usiku wa kuamkia tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Rais wa Marekani amesema hivi: ndani ya saa chache ambazo zimepita, jeshi la nchi hiyo limefanikiwa kushambulia na kuharibu kabisa boti au meli 10 ambazo zilikuwa hazifanyi kazi, lakini zilikuwa zinatumika kwenye uwekaji wa mabomu ya baharini, kwa maana ya mines. Na kupitia katika taarifa yake amesema kwamba operation hizo bado zinaendelea na kwamba hatua zaidi za kijeshi zinatarajiwa kufuatia mashambulizi haya. Sasa hii ni kauli ambayo imetolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo baada ya kauli hiyo, spika wa bunge la Iran anaitwa Mohammad Bagher Ghalibaf amemjibu kwa kejeli mbaya mno. Moja ya watu waliowajibu kwa kejeli ni waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright, kufuatia naye chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, ambapo Wright alidai kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lilisindikiza zile meli za mafuta kupitia katika mlango wa bahari wa Strait Hormuz, na kwamba chombo hicho kilifanikiwa kuvuka salama katika hiyo Strait Hormuz. Sasa spika wa bunge la Iran huyo bwana Ghalibaf amesema hivi: je, kweli ni meli ya mafuta ambayo imesindikizwa na jeshi la wanamaji wa Marekani imepita katika mlango wa Hormuz? Huenda labda ilikuwa imetoka kwenye PlayStation. Yani wa Iran, kila mtu ana hatari yake, kila mtu ana shida yake kwenye nafasi yake. Imagine huyu ni spika wa bunge la Iran anawauliza wa Marekani, mnasema mmepitisha hiyo meli kwenye huo mlango wa Hormuz, meli ambayo imebeba matenki ya mafuta, labda mlikuwa mmepitisha kwenye PlayStation, kumaanisha kwamba hakuna meli yeyote ambayo inaweza ikapita katika huo mlango wa Hormuz kama ambavyo ilitangazwa na Iran yenyewe. Wakasema kwamba hawataruhusu meli yeyote ile ambayo itakuwa imebeba mapipa ya mafuta kupita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, lakini wakasema wanatoa ruhusa kwa meli kutoka China peke yake, ndizo ambazo zinapewa ruhusa ya kupita katika eneo hilo. Lakini katika hatua nyingine tumeona Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametoa onyo kali kwa Iran, akisema kuwa endapo taifa hilo limeweka mabomu ya baharini katika mlango wa Hormuz, ingawa kwa sasa hakuna taarifa rasmi zinazothibitisha hilo, basi mabomu hayo yanapaswa kuondolewa mara moja. Amesisitiza kuwa kama mabomu hayo yatawekwa na yasiondolewe haraka, basi Iran itakabiliwa na matokeo makubwa ya kijeshi ambayo hayajawahi kushuhudiwa hapo awali. Trump ameongeza kuwa iwapo Iran itaondoa mabomu hayo, ikiwa yapo, hatua hiyo itachukuliwa kuwa ni ishara muhimu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo. Lakini pia rais huyu amesema Marekani inatumia teknolojia na uwezo wa makombora ambao umetumika mapema dhidi ya wasafirishaji haramu wa dawa za kulevya ili kuharibu kabisa boti au meli yoyote itakayojaribu kuweka mabomu katika mlango huo wa Hormuz. Amesisitiza kuwa chombo chochote kinachojihusisha na jaribio hilo kitachukuliwa hatua haraka na kwa nguvu kubwa, akimaliza kwa onyo akasema jitahadharini. Hii ni kauli ambayo imetolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuhusiana na huo mpango wa Iran kwamba watalipua meli yeyote ambayo itapita katika mlango huo, kwa sababu wao walitangaza kwamba mlango wameufunga. Sasa Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekuja na hiyo mikwara, akasema watafanya mashambulizi ambayo itakuwa ni makubwa zaidi. Hili linakuwa ni tamko la pili la vitisho baada ya tamko la jana la kwamba kama Iran wataendelea kufanya mashambulizi katika mataifa rafiki na Marekani, basi Marekani itafanya mashambulizi mara 20 zaidi, na mashambulizi hayo yatakuwa ni makubwa zaidi. Iran usiku wa kuamkia leo wamefanya mashambulizi mengi sana, na mengine wamefanya kule Israel katikati, mengine wamefanya kwenye zile nchi washirika wa Marekani. Kwa hiyo bado hatujaona hayo mashambulizi 20 times ambayo yalizungumzwa na huyo Marekani kwamba yatafanyika. Kwa kifupi ni kwamba
Marekani katika nyakati kama hizi inawezekana anapitishwa kwenye tanuru la moto. Na anapitishwa kwenye tanuru la moto kwa sababu gani? Kwa sababu hata watu ambao alikuwa anadhani ni wepesi anaweza akawafokea vile anavyotaka, na wenyewe sasa hivi wamemdindia. Zamani alikuwa anafikiria tu ni mataifa machache sana ambayo yangeweza kuwa yanamdindia Marekani. Alikuwa anafikiria kuhusu Urusi, alikuwa anafikiria kuhusu Korea Kaskazini, alikuwa anafikiria kuhusu China. Hayo ndio mataifa ambayo kwa kiwango kikubwa labda alikuwa anafikiria Pakistan, at least labda Japani, alikuwa anafikiria kwa kiwango fulani hivi, kwa sababu hayo yalikuwa yana uwezo wa kumiliki hizo silaha za nyuklia. Lakini changamoto ambayo anakutana nayo sasa hivi ni kwamba hata mataifa ambayo bado hana uhakika nayo kwamba yanamiliki silaha za nyuklia kama Iran, na yenyewe yanamdindia. Sasa Iran anazungumzwa sana kwamba anamiliki silaha za nyuklia, kitu ambacho Marekani amekuja kukiharibu na amekuja kufungua password ya mataifa mengine. Ni kwamba mataifa mengi sasa hivi yataanza kuona kumbe ili uwe salama ni lazima umiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo hivi karibuni mjiandae kusikia kwamba mataifa kama Saudi Arabia, mataifa kama Falme za Kiarabu, mataifa kama Oman, Qatar, Kuwait, yani yale mataifa yote ambayo kwa hivi sasa bezi zake zilikuwa zinatumiwa na Marekani na zimeshambuliwa, na yenyewe yanaweza yakaanza kufikiria namna gani ya kumiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo dunia kwenye karne au dunia kwenye miaka michache ambayo inakuja itakuwa ni dunia ambayo kila mtu anatamani kumiliki silaha za nyuklia, kwa sababu amegundua kwamba ukiwa na silaha za nyuklia hakuna mtu ambaye anaweza akakuletea mawenge, kama ambavyo tunaona sasa hivi Muiran anamchachafya Marekani vile ambavyo anataka. Yani Marekani anatoa kitisho, Iran anajibu kitisho. Marekani anatoa nusu kitisho, Muiran anajibu yani kitisho zaidi ya mara mbili. Hili lilifanyika China. Mnakumbuka Marekani alikuwa anaweka vikwazo, sijui ushuru wa 10%, Mchina anakuja anapandisha anaweka ushuru wa 20%. Akiweka Marekani ushuru wa 50%, China anakuja anapandisha 70%. Akiweka 100%, China anakuja anapandisha 200%. Baadaye Marekani akasema kwa nini tusikae meza ya mazungumzo tuweze kunegotiate, tujadiliane tuone namna gani ya kumaliza hizi. Moja kati ya eneo ambalo Marekani, by the way, naweza nikasema ameyafungua akili mataifa yaliyokuwa mengi zaidi. Bana, ripoti hizi ni kwa hisani kubwa sana ya PMP Company Limited, mabingwa wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Kama una eneo dogo sana la nyumba yako na unahofia kujenga choo ambacho kinachukua eneo kubwa, basi waite PMP Company Limited, wanakujengea choo cha kisasa ambacho hakijai maisha, na choo hicho kinakuwa kinachukua eneo dogo sana, halafu kinakuwa kama urembo pia kwenye nyumba. Na wakikujengea choo, lile shimo ambapo watajenga kile choo, basi unaweza kuendelea kufanya na shughuli zako nyingine. Unaweza kupaki gari, unaweza kufanya kitu kingine chochote kile, kwa sababu lile shimo halionekani kabisa. Unasubiri nini sasa hivi? Unamiliki shell, mna kanisa, mna msikiti, nyumba binafsi, apartment, umechoka wapangaji kila siku kuita kwamba vyoo vimejaa, wapangaji inawezekana wanatapisha au unatapisha choo wakati wa mvua. Suluhisho ni PMP Company Limited. Namba yao ni moja tu, piga sasa hivi 0768 64 32 43. Wapo Dar es Salaam, wanafanya kazi nchi nzima, mikoa yote wanafanya wa PMP Company Limited. Uaminifu ndio kitu cha kwanza katika utendaji wao wa hizo shughuli. Sasa PMP Company Limited, baada ya kuwasikia, naomba niwadokezee kidogo juu ya kila ambacho wabunge wa Marekani wanatajwa kwamba wanahofia huenda bwana Donald Trump anaweza akatuma vikosi vya ardhini nchini Iran. Baadhi ya wabunge wa Marekani wameonyesha wasiwasi wao kwamba rais wa taifa hilo Trump huenda akachukua hatua ya kutuma wanajeshi wa Marekani kupigana moja kwa moja katika ardhi ya Iran, huku vita kati yake na Marekani na Israel na Iran vikiendelea, na malengo ya mwisho ya operation hiyo mpaka hivi sasa hayajawa wazi kutokana na upinzani ambao Marekani imeupata. Hofu imeongezeka baada ya wabunge kadhaa wa Senate kushiriki kikao cha siri na maafisa wa utawala wa Marekani, ambapo wamedai kwamba bado kuna maswali mengi ambayo hayajajibiwa kuhusu malengo ya vita, gharama zake na muda ambao unatarajiwa kukamilisha vita. Yaani Wamarekani wenyewe, wabunge ambao kimsingi ndio wanaotakiwa kuruhusu taifa lifanye nini kwa kutumia nini, hawajui. Nao hawajui malengo ya vita, hawajui gharama za vita, na hawajui muda ambao vita itaisha. Sasa kamati ya huduma za kijeshi ya Senate ya Marekani, ambapo inamkutanisha Senator Richard Blumenthal, anasema kwamba
kuna dalili kwamba utawala wa Trump unaelekea katika uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa Marekani moja kwa moja ndani ya Iran. Na mnukuu, inaonekana tunaelekea kwenye mkondo wa kupeleka wanajeshi wa Marekani katika ardhi ya Iran ili kutekeleza baadhi ya malengo ambayo yanaweza kuwekwa, amezungumza, akiongeza kwamba aliondoka kwenye kikao hicho akiwa hajaridhika na ni mtu mwenye hasira sana. Wale timu Marekani ambao taarifa wakati mwingine wanazipokea zikiwa nusu. Huyu ni miongoni mwa wabunge ambao wapo kwenye ile bunge la Senate, watoa maamuzi katika taifa la Marekani, hususan kwenye idara ya bunge. Anasema hivi, aliondoka kwenye kikao akiwa hajaridhika kabisa. Anasema wabunge bado wanahitaji maelezo zaidi kuhusu gharama halisi za vita, muda na hatari zinazoweza kuwakabili wanajeshi wa Marekani. Wananchi wa Marekani wanastahili kufahamu zaidi kuliko kile ambacho utawala huu umeeleza hadi sasa kuhusu gharama za vita, hatari kwa wana wetu ambao wanavaa sare za kijeshi, na uwezekano wa vita hivi kuongezeka na kuenea zaidi. Seneta Jeanne Shaheen yeye anasema kwamba wasiwasi huo ambao umetolewa ni kwamba umezua maswali zaidi badala ya kutoa ufafanuzi. Ikulu ya Marekani haijatoa uamuzi wa mwisho kuhusu uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa nchini Iran, lakini pia hawajakataa kabisa uwezekano huo. Hata hivyo, wamekanusha kuwa kuna mpango wa kuanzisha operation kubwa za kijeshi za ardhini. Trump mwenyewe ameeleza kwamba kutumia vikosi vya ardhini kunaweza kuzingatiwa tu iwapo kutakuwa na sababu nzuri zaidi. Lakini bado, kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari, ndani ya utawala wa Marekani kumekuwa na majadiliano kuhusu chaguo la operation ndogo zinazoweza kuhusisha vikosi maalum vya kijeshi. Miongoni mwa mipango ambayo inadaiwa kuzingatiwa ni kutuma vikosi vidogo vya operation maalum vya Marekani au Israel ili kudhibiti akiba ya uranium ambayo imeboreshwa au imerutubishwa ya Iran. Na akizungumzia uwezekano huo akiwa ndani ya ndege ya Air Force One mwishoni mwa wiki, Trump alikiri kuwepo kuwa operation kama hiyo inawezekana, ingawa alisema bado haijafikia kwenye kile kiwango ambacho wao wanakihitaji. Alisema hivi, pengine wakati fulani tunafanya hivyo. Iwapo hilo lingefanyika, Iran itakuwa imeharibiwa vibaya kiasi kwamba haitaweza tena kupigana katika kiwango cha vita za ardhini, anazungumza bwana Donald Trump. Lakini pia Donald Trump akaendelea kutoa kauli ambazo hazieleweki kuhusu malengo ya mwisho ya vita hivyo, huku akitoa wito kwa Iran kujisalimisha bila masharti. Na alipoulizwa vita hivyo vitadumu muda gani, alibadilisha makadirio yake mara kadhaa, kuanzia wiki 4 hadi 5. Akasema vita vinaweza vikaendelea kwa muda wowote ambao utachukua, na wakati mwingine akitaja vita kuwa ni operation fupi ambayo itakamilika hivi karibuni. Ndio maana tukasema mipango ya Marekani aliyokuwa nayo pale Iran amekutana na mipango ya tofauti zaidi. Mipango ambayo alikuwa nadhani akiudhofisha, yani it's like aseme anadhani akimuua Guido Yuhoma TV itakuwa imekufa. Alafu anashangaa amemuua Guido, halafu Yuhoma TV ndio inazidi kuchanua. Yani hiyo ndio lugha nyepesi ambayo kwa kifupi Marekani hadi hivi sasa wanapitia. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ambazo wa Marekani wenyewe hawataki kuzizungumza, ni kwamba mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran kulipiza kisasi yamesababisha hasara kubwa sana kwa Wamarekani. Imesababisha vifo vya wanajeshi wengi sana wa Marekani, lakini pia zaidi ya askari 140 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran. Lakini pia kutokuwepo kwa maelezo ya kina kuhusu mkakati wa muda mrefu wa vita hivyo kumechochea ukosoaji mkali kutoka baadhi ya wabunge wa Marekani ambao wanasema bunge halijapatiwa taarifa za kutosha kuhusu mwelekeo wa vita. Na baadhi ya wabunge wa chama cha Democrat sasa wanatishia kutumia mbinu za kikanuni ndani ya Senate kuchelewesha shughuli za kisheria hadi maafisa wa utawala wa Trump watakapotoa ushahidi chini ya kiapo kuhusu vita hivyo na malengo yake. Na eneo jingine ambalo mimi kama mpita njia ninaliona litamsumbua sana bwana Donald Trump ni kwamba unajua Marekani huwa wanafanya uchaguzi wa wale wabunge kila baada ya miaka miwili. Sasa kwenye ile miaka miwili sasa hivi urais upo na Republican. Automatically waliopo wengi ni upande wa Republican. Sasa kuna uwezekano wakati wa uchaguzi wa bunge wa Democrat wanaweza wakawa ni wengi sana kwenye uchaguzi ambao unafuata wa bunge. Na wa Democrat wakiwa ni wengi sana, wanapiga kura ya kutokuwa na imani na huyo mshikaji. Mnaweza mkashangaa Donald Trump hata maliza miaka yake 4 akiwa rais wa Marekani, kwa sababu wengi sana ni kama hawaelewi kwa nini wameingia vitani na Iran. Yani wameingia vitani na Iran kwa sababu ya kutimiza matakwa ya Israel
au wameingia kwenye vita na Iran kwa sababu ya nini? Yani Marekani anataka nini? Kwa nini ameamua kushirikiana na Israel? Kwa nini anaua raia wa Marekani wakati yani hakuna kitu chochote ambacho kimetolewa majibu ya moja kwa moja kwamba the reason of why they are fighting kule Middle East? Hili ndio swali la msingi ambalo hata hao wabunge umesikia wanaliuliza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.